ujenzi wa barabara ya Masingini Kijichi yenye urefu wa kilomita 6.7 ni sehemu ya barabara za ndani ambazo tunaendelea kuzikamilisha kama tulivyoelekezwa na ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 ambayo tuliahidi kwenu, na lengo la Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi ni kuhakikisha kuwa barabara zote za ndani zinakuwa na lami na kuweza kupitika muda wote. Ndugu wananchi, maelezo ya kitaalamu kuhusiana na ujenzi wa barabara ya Masingini Kijichi yalielezwa kuwa ujenzi wa barabara hii umegharamiwa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na sio barabara hii tu ambayo tunaijenga kwa fedha zetu za ndani, bali zipo barabara nyingi ambazo serikali inazigharamia wenyewe. Dr. Mwinyi oye! Mfano wa miradi ya barabara ambayo inatekelezwa kwa kutumia fedha zetu za ndani ni miradi mikubwa wa ujenzi wa barabara za ndani na barabara kuu zenye urefu wa kilomita 277 Unguja na Pemba. Ndugu wananchi, pamoja na miradi ya ujenzi wa barabara za mjini kama kilomita 100.9 ambapo unajumuisha ujenzi wa flyover katika eneo la Mwanakwerekwe na Amani. Ndugu wananchi, mafanikio makubwa yamepatikana tokea mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 ya kuimarisha miundombinu ya barabara Unguja na Pemba. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, mtandao wa barabara Zanzibar zilizojengwa kwa kiwango cha lami umeongezeka kutoka kilomita 1023.37 mwezi wa Disemba 2024 na kufikia jumla ya kilomita 1238.23 mwezi wa Disemba 2025, sawa na ongezeko la urefu wa kilomita 214.86. Hadi mwezi wa Novemba 2025, mtandao wote wa barabara Zanzibar umefikia jumla ya urefu wa kilomita 1841.88 Unguja na Pemba, ambao unajumuisha barabara za kifusi pamoja na lami. Na waombeni kuendelea kuiunga mkono serikali yenu pamoja na kuzidisha mshikamano baina yetu ili tuweze kujenga nchi yetu kwa pamoja. Ndugu wananchi, kukamilika kwa barabara ya Masingini Kijichi itapelekea kuinua uchumi wa nchi yetu, kwani itawarahisishia wananchi wa maeneo ambayo barabara hii imepita kufanya shughuli zao za kiuchumi na kijamii kwa urahisi zaidi, ikiwemo biashara, utalii na kilimo, ili kujipunguzia umaskini wa kipato, hasa ukizingatia kwa barabara hii inaunganisha barabara inayoenda maeneo ya mkoa wa Kaskazini pamoja na barabara inayoelekea wilaya ya Kati ya Amani, Dunga. Hivyo katika maeneo haya kuna shughuli nyingi za kiuchumi kama vile biashara, utalii, uvuvi na kilimo. Hatimaye wananchi watazitumia fursa za kiuchumi zilizopo ili kujipatia kipato. Pia barabara hii imeenda kupunguza kwa kiasi kikubwa msongamano wa magari yaliyokuwa yanatokea katika barabara ya Bububu na hatimaye kurahisisha shughuli za usafiri na usafirishaji. Barabara hii ya Masingini Kijichi ni barabara ya kimkakati sana, ambapo tunasema kwamba imekuja kuwa msaada mkubwa wa barabara ya Bububu ambayo ilikuwa na msongamano mkubwa, hususan katika kipindi cha asubuhi na jioni katika shughuli ambapo watu wanaelekea makazini asubuhi, lakini katika kipindi cha jioni ambacho watu wanarudi kutoka katika shughuli zao. Kwa hiyo ujio wa barabara hii tunasema kuwa umekuja kuwa mwarobaini wa kutibu lile tatizo lilokuwepo katika barabara ile ya Bububu, kwa maana kwamba imekuwa mbadala wa njia ile. Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara hii tunafahamu kwamba itarahisisha shughuli mbalimbali za kiuchumi
ambapo itawanufaisha zaidi wananchi waliopo katika maeneo haya ya Kijichi na maeneo jirani, kwa sababu huduma mbalimbali ikiwemo za kibiashara, lakini masuala ya kiutalii pia yataimarika, kwa sababu tunafahamu kwamba barabara hii ipo katika msitu wa hifadhi na eneo kubwa la utalii. Kwa hivyo itaongeza kipato kwa wananchi, itachachua masuala ya kiuchumi, lakini pia barabara hii itaongeza usalama barabarani kwa kupunguza msongamano pamoja na ajali za barabarani. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali chini ya uongozi makini wa Jemedari Dr. Hussein Ali Mwinyi, daktari wa maendeleo, itaendelea kuwekeza katika suala la miundombinu. Tutaendelea kukarabati barabara ili kuhakikisha kwamba miundombinu yetu inakidhi kwa wananchi wa sasa na wa baadaye. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na wananchi wote waliopo hapa, napenda tufahamu kwamba kwa mujibu wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya 2025, serikali ilitakiwa kujenga barabara zenye kilomita karibu 196.7, lakini kutokana na miongozo, usara za Mheshimiwa Rais na maono yake ya kutaka kuiona kwamba Zanzibar inaendelea kukua katika masuala ya kiuchumi na maendeleo, serikali ikaweza kujenga zaidi ya kilomita 1084 ambazo barabara hizo zimejengwa mjini na vijijini, barabara za ndani na maeneo ambayo yanakwenda katika maeneo ya kiutalii na mengineyo. Kijichi ni miongoni mwa barabara za ndani zenye jumla ya urefu wa kilomita 140.95 zinazojengwa Unguja kwa kiwango cha lami kati ya kilomita 275.95 za Unguja. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi ilisaini mikataba na kampuni za Uturuki Iris Asir tarehe 22 Novemba 2021 wa ujenzi wa barabara za ndani zenye jumla ya urefu wa kilomita 275.95 za Unguja na Pemba kwa teknolojia chip seal double surface dressing kwa gharama za dola za Kimarekani milioni 80 na laki 3 bila ya VAT. Pia wizara ilisaini mkataba na kampuni ya Mawi tarehe 18 Machi 2024 kwa ajili ya uwekaji wa alama ya moto kwenye barabara hizo kwa gharama za dola za Kimarekani 79,167,226 bila VAT na kufanya ujenzi wa barabara hizo kufikia jumla ya gharama za dola za Kimarekani 159,467,226 bila ya VAT. Na mradi huu msimamizi wetu au mshauri elekezi kwenye miradi hii ni wakala wetu wa barabara ZANROADS. Mheshimiwa mgeni rasmi, kiasi cha dola za Kimarekani milioni 3,873,683.76 sawa na wastani wa bilioni 9.684 za Kitanzania za mradi zimetumika katika ujenzi wa barabara hii hadi kukamilika kwake. Ujenzi wa barabara ya Masingini Kijichi ulianza tarehe 9 Februari 2024 na ukamilika tarehe 19 Aprili 2025 kwa kiwango cha lami ya moto. Barabara hii ni ya daraja la barabara za michipuo yani feeder road na ina jumla ya urefu wa kilomita 6.7 na upana wa wastani wa mita 6.5 ambazo zinajumuisha eneo la usalama wa watembea kwa miguu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye barabara hii kumejengwa madaraja madogo 9. Vile vile katika kuepusha ukataji wa barabara kwa ajili ya kupitisha bomba za maji safi na huduma za mawasiliano kutoka upande mmoja hadi mwingine, tumeweka service duct 6. Pia katika kuimarisha usalama kwa watumiaji wa barabara hii kumewekwa michoro, matuta na alama tofauti